Watuhumiwa 215 watiwa mbaroni mkoani Iringa kwa makosa mbalimbali ya kisheria. Mlango bahari wa Hormuz watarajiwa kufunguliwa kufuatia makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran. Na katika michezo na burudani, wadau mbalimbali wa michezo Chuo Kikuu cha Iringa wametoa maoni yao juu ya michuano ya Kombe la Dunia. Habari za kutwa, mtazamaji wa UoI Digital. Ni matumaini yangu kuwa hujambo na nikukaribisha katika taarifa ya habari. Jina langu ni Anastasia Jaba. Jeshi la polisi mkoani Iringa limewatia mbaroni watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali ya wizi, ubakaji na makosa ya usalama barabarani kwa madereva. Mwanahabari wetu Violet John ana undani wa taarifa hiyo. Amesema hayo kamanda wa jeshi la polisi mkoani Iringa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Alan Bukumbi, wakati akizungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari mkoani Iringa. Tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 Mei kufikia tarehe 9 Juni, na hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea ikiwemo kupelekwa mahakamani. Watuhumiwa wamekamatwa katika misako na doria mbalimbali ikiwemo pamoja na operesheni maalum zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa, wakiwa na mali mbalimbali ambazo zinadhaniwa kuwa ni za wizi, yakiwemo magari mawili aina ya Toyota Alteza yenye namba za usajili T145 BXY na Toyota RAV4 lenye namba za usajili T332 TA, mapipa ya lami 104, marine vipande 200, runinga 2 na radio na subwoofer 8. Mali nyingine ambazo walikuwa watuhumiwa ni pamoja na simu za mkononi 7, pikipiki za aina tofauti tofauti 7, kompyuta mpakato 2, magodoro mawili, mitungi ya gesi 3, meza za kulia chakula 2, pasi 2, kitanda kimoja, sofa moja na jembe moja ambapo watuhumiwa wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizo. Aidha, ametoa rai kwa wananchi na kuwataka kushirikiana na jeshi la polisi ili kutokomeza uhalifu kwenye jamii. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu zitakazosaidia kuzuia na kutanzua uhalifu. Nikiripoti kutoka hapa makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Iringa, ni mimi Violet John wa UoI Digital. Wazazi na walezi wa mtaa wa Semtema B kata ya Kiesa mkoani Iringa wameeleza namna wanavyoishi na kuwa karibu na watoto wao hasa kipindi hiki cha likizo ili kuhakikisha wanakuwa na misingi na maadili mema. Tuungane naye Kanisia Milanzi kwa habari kamili. Wazazi hao wamesema wanatumia muda wao mwingi kuwalea na kuwaongoza watoto wao kuishi katika misingi na maadili mema, kuepuka makundi mabaya na kuwahimiza katika masomo wakiwa nyumbani, na kuwashauri wazazi wengine kuwa karibu na watoto wao wa kipindi hiki cha likizo. Muda wa likizo na waelekeza kwenda tuition, alafu na kutokuambatana na makundi mengine na muda, yani kuwa keep busy na masomo muda wote. Jitahidi kuwaelekeza watoto ili waende tuition na wazingatie maadili mema. Wakati wa likizo wanangu natumia muda mwingi sana kukaa nao. Sababu kipindi ambacho cha likizo wanashinda shuleni. Kipindi hiki wanafundisha kazi kama kipindi cha kwenye mavuno, kwenda kuvuna, kupika, kufua. Ikifika mida jioni nawapa muda wa kujisomea, kujikumbusha, kwa sababu likizo watu wanacheza sana kwa sababu nini? Masomo yao. Tunawashauri wazazi wao jirani sana na watoto zao hasa kipindi cha likizo, kwa sababu ukiwa mbali na mtoto wako huwezi kujua hata ukatili anaofanyiwa. Watoto wanafanyiwa sana ukatili wa jinsia. Nao baadhi ya watoto wameelezea namna wanavyotumia likizo yao ikiwa ni kuwasaidia wazazi wao na kuishi katika maadili mema. Pia wamewashauri watoto wenzao kuachana na makundi mabaya, kuwasaidia wazazi kazi na kutumia muda wao katika masomo kipindi hiki cha likizo. Kwenye likizo tuliopewa tunafanya kazi za mbalimbali ambazo wanaomba wazazi na kuwasaidia vitu mbalimbali wanavyoomba. Na washauri watumie hasa muda wao wajifunze vitu mbalimbali kutokea katika, watumie vitu mbalimbali waliofundishwa shuleni. Cha kwanza huwa nawasaidia wazazi kazi
za nyumbani, then naenda kusoma masomo ya ziada. Wazazi na walezi ndio wenye majukumu ya kuwalea watoto katika kipindi cha likizo. Nikiripoti kutoka hapa katika mtaa wa Sentemabi, ni mimi mwandishi wako Kanisia Milanzi wa UoI Digital. Na mtazamaji, taarifa yake Kanisia inatutamatishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako naye Abdillahi Ilyasa. Mlango wa bahari wa Hormuz unatarajiwa kuachiwa huru kufuatia makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Irani. Makubaliano yanayotarajiwa kukamilika na kutiwa saini nchini Uswizi, ikiwa ni moja kati ya nchi zilizochochea upatanisho wa mzozo huo, huku bei za nishati ya mafuta na gesi ikitarajiwa kushuka kwa kiasi kikubwa. Rais wa Marekani Donald Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social amesikika akisema kuwa makubaliano yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani sasa yamekamilika. Makubaliano ya amani yatakayositisha operesheni zote za kijeshi, ikiwa ni pamoja na mapigano ya Hezbollah yanayoendelea nchini Lebanon, hatua inayoweza kuhitimisha vita vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu katika Mashariki ya Kati. Donald Trump pia amesema mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa na kutangaza kuondolewa kwa kile alichokiita mzingiro wa kijeshi wa Marekani dhidi ya bandari ya Irani, hatua ambayo inaweza kuruhusu mafuta ya Irani kurejea kwa kiasi kikubwa katika soko la dunia. Ripoti zinaeleza kuwa iwapo njia ya mlango bahari itafunguliwa kikamilifu, meli za mafuta na gesi zilizokwama katika ghuba ya Uajemi zitaweza kuanza safari zao, huku masoko ya kimataifa yakitarajiwa kupata afueni kwa miezi kadhaa ya msukosuko. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema kuwa makubaliano hayo yatatiwa saini jijini Geneva nchini Uswizi baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya kiufundi kati ya pande husika. Naibu waziri wa mambo ya nje nchini Iran, Kazim Gharibabadi, amethibitisha kufikiwa kwa makubaliano hayo na kusema kuwa hatua kubwa ya kidiplomasia ambayo itamaliza mzozo uliohusisha mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati. Asante sana Ilyasa kwa habari hiyo. Na mtazamaji, na sasa tuelekee viwanjani ambako tunaungana naye mwanamichezo wetu Sadoki Abasi pamoja na Tela Silnishi kwa habari za michezo na burudani. Nikusihi tu uendelee kusalia nasi. Mwendelezo wa michuano ya kombe la dunia inayoendelea nchini Mexico, Marekani na Canada, mashabiki na wadau wa soka chuo kikuu cha Iringa wametoa maoni yao kwa timu ambazo wanazipa nafasi kubwa ya kuwa mabingwa wa michuano hiyo kwa mwaka huu. Maamuzi tu wafanye ile nini fair iwepo pale, au wanasema nini, ni maamuzi yale ambayo ya kibinadamu, wajaribu kufanya huo binadamu kidogo. Historia nadhani sema labda eti nimpe huyo bingwa mtetezi, yaani kwa saizi sema inaye, maana kila timu imejipanga vizuri. So angalia hata timu, yani timu hizi mfano kama jana tumeona hata Mexico, yani hata hizi timu ndo logo hizi saizi, yani zimejipanga vizuri. Aidha, kila mmoja kwa nafasi yake ameeleza timu anayoshabikia na kuipa kipaumbele katika michuano hiyo. Asilimia kubwa nampa Spain kwa sababu kutokana na ubora wa wachezaji aliokuwa nao kwenye timu yake ya taifa. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia Spain imekuwa sasa wachezaji wengi sana ambao wana uwezo wa hali ya juu. Ukiangalia kijana mdogo kama Lamine Yamal, lakini ukiangalia na wachezaji wengine wenye profile kubwa sana ambao inaweza kuorganize timu ya taifa kwa kuja kuwa bingwa. Mimi nashabikia Argentina. Sawa. Kwa maana hiyo mpaka kuja kufikia pale robo finali nitaona hapa Argentina anaweza akapigwa na Ufaransa au asipigwe, au akachukua kombe au akawa mshindi wa pili. Na hayo ni maoni ya wadau wa soka kuhusiana na michuano ambayo inaendelea hivi sasa, michuano ya World Cup. Nikiripoti kutoka kwenye viunga hivi vya chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Sadoki Abasi Mvela wa UoI Digital.
Timu ya Mwanza ibuka mshindi wa goli 5-0 dhidi ya timu ya Njombe kwenye mchezo wa mpira wa miguu uliofanyika katika uwanja wa chuo cha ualimu Kleru mkoani Iringa, ikiwa ni mwendelezo wa mashindano ya UMISETA kitaifa. Kocha wa timu ya Njombe amesema wamepoteza mchezo kwa sababu ya uimara wa mpinzani, hivyo kusababisha timu yao kuishia hatua ya makundi, japo walitarajia kwenda hatua ya robo finali, na kuwaomba wana Njombe kuendelea kuwaunga mkono kwenye swala la vipaji. Of course mpinzani amekuwa mtu mahiri sana, kwa sababu yeye, ukisema mimi mkoa kama Njombe, mimi sio giant, yeye ni giant. Ukizingatia kwa misimu kadhaa yeye amekuwa bingwa, kwa hiyo kwa kwake bingwa kunampa nafasi ya kuendelea kujiandaa zaidi na zaidi. Kikubwa mimi nimeona mchezo wa leo kwamba tulizidiwa kwa aina, tuliingia kwa approach moja, lakini mwenzetu amekuja amesoma mapungufu yetu na kuangalia uimara wetu kwa wapi, akaamua kutuadhibu. Wana Njombe waendelee kutupa imani na kutusupport katika maandalizi mengine ya kambi na maandalizi mengine ambayo hususan vifaa. Naye captain wa timu ya Njombe ameeleza kuwa kosa waliofanya yalisababisha wao kupoteza sehemu ambayo tulikuwa tumezidiwa kama timu. Tulikuwa tunaruhusu wachezee sana mpira na tulikuwa hatukabi na hatujapiga on target yoyote. Kama alivyosema kocha, tumetanguliwa sana kwa pointi nyingi. Mchezo ujao tujitahidi kwa mchezo hiyo miwili robo, kila tujitahidi tupate pointi tuweze tufike robo finali. Huku captain wa timu ya Mwanza akishukuru kwa kuingia robo finali na namna walivyojiandaa baada. Sisi kama timu kwanza tunapenda kumshukuru Mungu tumeweza kupata ushindi katika mchezo wa leo. Tumetokea na nchi yote mbali kupanga mbele. Tunaenda kujipanga kwa ajili ya mechi ijayo ili tupate kufanya vizuri. Kocha msaidizi wa mkoa wa Mwanza amesema wamekuja na lengo la kutetea ubingwa na siri ya ushindi huo ni maandalizi mazuri kabla ya mchezo. Safari bado ni ndefu. Zingatia hii ni mechi yetu ya 3. Kwa hiyo kwenye kundi bado kuna timu kadhaa ambazo hatujacheza nazo. Hivyo safari bado ni ndefu. Tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunaweza tukafuzu kwenda hatua inayofuata. Kwanza hilo ni timu ya mkoa wa Mwanza imeibuka kwa ushindi wa goli 5-0 mbele ya timu ya mkoa wa Njombe katika mashindano ya UMISETA yanayofanyika hapa katika viwanja vya Kleru. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Kleru, mimi ni Teras Linus Munishi, UoI. Na mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Consolata Ruhuta. Uhali gani mtazamaji wa UoI Digital? Karibu kwenye kipengele chetu cha msamiati wa leo. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno lumba. Unaelewa nini ukisikia neno lumba? Twende tukaangalia baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wanaelewa nini wakisikia neno hilo. Tuna msamiati wa neno lumba. Unaelewa nini ukisikia neno lumba? Neno lumba naweza nikasema ni kama msimu, si ndio? Kwamba neno linalozuka na kutokea au pengine anaweza kuunga kabisa. Ninapozungumzia neno lumba naweza kuelezea katika muktadha tofauti, si ndio? Kwamba naweza kutumia neno lumba kimaanisha ni muziki wa Kiafrika ambao sana sana unapigwa Kongo. Leo tumekuwa na maneno tofauti. Na leo tuna msamiati wa neno lumba. Unaelewa nini ukisikia neno lumba? Msamiati wa neno lumba kwa jinsi ninavyoelewa mimi ni aina ya muziki wa Kiafrika ambao muziki huo hupigwa hasa kwenye shughuli, mfano harusi. Tumetoka kuangalia baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kutoa maana ya neno lumba, lakini wengi wao wameenda ndivyo sivyo. Maana halisi ya neno lumba ni kusema kwa nia ya kumteka mtu au kugombana naye. Jina langu ni Consolata Ruhuta, UoI Digital, tuwabariki kidigitali. Asante sana Ruhuta kwa elimu ya Kiswahili kwa siku ya leo, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati lumba. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa UoI Digital habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Langu jina ni Anastasia Jaba. Asante na kwaheri. Thank you.